Shukran kwa kusalia nasi mpenzi mtazamaji. Kumbuka ni mahojiano ya moja kwa moja naye mtaalamu wa lishe katika kaunti hii ya Mombasa, Mwanamkasi, ambaye hivi leo ataenda kutuelezea kuhusu mengi kuhusiana na msimu huu wa Ramadhani. Labda tukiendelea na mjadala huu, labda daku la mtu aliyefunga linafaa kuwa vipi ili aweze kuwa na afya bora katika siku nzima ya kufunga kwake? Daku la mtu ambaye kwamba amefunga ili aweze kupata lishe bora kupitia funga yake na kupitia swala zima hili la daku, linatakikana mtu ale chakula ambacho kwamba kimetokamana na wanga ambao ule uko nafaka nzima ama zile ambazo tunaziita whole cereals ama whole grains. Hii ni vyakula ambavyo kwamba viko na wingi wa nyuzi ama zile fiber, na hivyo basi litakaa kwa muda mrefu katika tumbo la mtu aliyefunga, na kiwango cha sukari ambacho kwamba kinatokamana na vyakula kama hivi kitakuwa kinatoka kwa kiasi kidogo kidogo, ili kiweze kutumika mwilini na kwa muda mrefu wakati mtu yule ayuko kwenye saumu yake ama yuko katika funga yake. Vile vile vyakula kama hivi unaweza pata mfano kama nduma vile, viazi tamu, vyakula vinavyotokamana na zile brown chapatis ama mchele wa brown. Lakini kama pia hauna hivi vyakula vya kahawia ama vyakula vya brown, unaweza ongezea kiwango cha mboga cha kutosha ili kifidie zile nyuzi ambazo kwamba zitakuwa zimekosekana. Haimaanishi kuwa haufai kula vyakula ambavyo ni vyeupe, yani kama ugali mweupe ama wali ambao kwamba ni mweupe, lakini badala yake pia utaongezea mboga za majani ili uweze kupata ule uzito kwenye tumbo. Utakula kwa kiasi kidogo, lakini utasikia uzito kwa muda mrefu ama utahisi kushiba kwa muda mrefu, na pia unaupatia mwili muda wa kumeng'enya kile chakula kwa utaratibu na kutoa zile sukari kwa kiwango cha kidogo kidogo ili kiweze kukuweka muda mrefu wakati umekula kiasi kidogo. Vile vile pia ni muhimu wakati wa daku kuzingatia kunywa maji ya kutosha. Kumbuka Fahima, tunaenda kukaa na somu kwa zaidi ya masaa 8. Takriban masaa 12 vile wakati uko kwenye somu. Kwa hivyo ni muhimu wakati unaelekea katika funga yako ama wakati unaanza funga yako, unakunywa maji ya kutosha. Maji haya utakuwa umeyapangilia, unakunywa kwa taratibu ili usiweze kunywa maji mengi pia kwa wakati mmoja. Pia ni muhimu ukiongezea kiwango kidogo cha matunda kwenye ile lishe yako, ili pia kuongeza ile upate ule uwiano mzuri ama chakula chako kiwe well balanced na mwili wako basi uweze kupata virutubisho tofauti katika kazi zake. Naam, shukran kwa hilo. Wakazi wengi ama Waislamu wengi wametumia sana tende wakati wa kufungua muadhini. Je, tende kama mtaalamu wa lishe ina nafasi gani katika mwili wa binadamu na inamsaidiaje kiafya? Tende ili ni tunda na ni tunda ambalo kwamba liko na sukari yake ya kiasilia ama ile sukari yake ambayo kwamba ni natural. Kwa hivyo wakati unakula ile tende wakati wa kufungua saumu yako, basi inakusaidia wewe kupata ile kureplenish ama kufanya mwili wako unapata ile sukari ambayo kwamba imeikosa kwa yale masaa yote ambayo kwamba umefunga. Kwa hivyo inakupatia wewe kiwango cha energy ambacho kwamba mwili umekuwa umekosa. Kwa hivyo inakupatia ile sukari ambayo itakupatia energy ya kutosha wakati unafungua ile saumu yako. Vile vile wakati tunafungua pia ni muhimu tupate maji ya kunywa kwa kiasi ili kufanya nini? Kuweza kurekebisha ule hali ya dehydration ambayo kwamba tumekuwa nayo siku nzima wakati tunafunga. Imekuwa kama tamaduni kwa wakazi wa pwani kutumia vyakula ama mapochopocho aina mbalimbali kuweza kula vitu vilivyotumia mafuta mengi wakati wa kupikia na vile vile kula vitu vitamu, vitu vya sukari. Je, hii inakaaje kiafya? Je, ni sawa ama inafaa kwa vipi? Kutumia vyakula ambavyo kwamba vina mafuta mengi viko na athari nyingi za kiafya, sio msimu tu huu wa Ramadhani, lakini pia katika hali ya kawaida. Na tukiangalia katika huu wakati wa Ramadhani, tumesema tumbo lako linakaa masaa mengi bila ya kupata chochote. Kwa hivyo ile digestive system yako huwa tunasema ni kama vile imeenda in resting mode. Kwa hivyo wakati unaanzisha vyakula ni muhimu uanze vyakula kwa utaratibu fulani. Na wakati tutakuwa tunakula vyakula vya mafuta mengi, basi tunajiweka katika hatari ya kupata kile kiungulia kikali ama pia kupata ile bloating, tumbo linajaa sana, unapata ile kujaa gesi. Pia unaweza jiweka katika hatari ya kuongeza uzito. Kuna watu wanafunga kwa madhumuni tofauti.
isiwe ni funga tu kwa kufanya ibada. Pia wakati umefunga unafaa kuzingatia afya yako, na usimalize funga yako ukawa umepata uzito mwingi kwa sababu ya lishe yako. Kwa hivyo ni muhimu sana wakati tunafunga ama tunafungua tuangalie lishe yetu, na hususan hivi vyakula vya mafuta mengi tuweze kuvipunguza wakati huu. Shukran sana pia kwa hilo. Kwa hivyo watu wa pwani ambao wanatuangalia hivi sasa lazima wahakikishe wanabadilisha mfumo huo wa ulaji. Na tukirudi kwa wagonjwa, je, mgonjwa ana nafasi gani katika kufunga? Kwa sababu inajulikana kama nguzo ya Kiislamu. Kuna mwingine labda ni mgonjwa wa kisukari na labda lazima anaona afunge. Je, hii inakaaje kwa mgonjwa ya kuweza kujilazimisha kufungwa? Je, inapunguza afya yake ama inazidisha afya yake, ama inafaa kwa vipi? Kwa wagonjwa ambao kwamba wana magonjwa sugu ama chronic illnesses ama magonjwa ambao kwamba lishe yao inawaathiri, pia tunaita zile non-communicable diseases, na kisukari ikiwa ndani yako, ni muhimu sana wakati mtu kama huyu anataka kuanza funga yake, kwanza tujue kuwa huyu mtu kuna dawa ambazo kwanza anazitumia. Kwa hivyo kabla ya kuanza funga yake ni bora apate ushauri wa daktari wake, ambayo kwamba huwa anaenda pengine kliniki kama ni kila mwezi, ili waweze kupangana naye, na pia wapate ushauri kabla ya ile funga, kwa sababu kuna wagonjwa ambao kwamba wanatumia ile insulin ya kujidunga na kuna wagonjwa wa kutumia tembe. Kwa hivyo mahitaji yao ama funga zao haziwezi kufanana, ama hali zao haziwezi kufanana. Kwa hivyo ni bora kabla aanze kufunga apate ushauri wa daktari wake, ili waweze kwanza kuadjust kama ni tiba yake ama zile dawa zake atakuwa anadunga vipi ama anatumia vipi. Lakini jambo la muhimu la kuzingatia iwapo wewe una kisukari ama una presha, na hii funga huenda ikaathiri hali yako ya kiafya katika njia moja ama nyingine, ni muhimu basi uzingatie vyakula ambavyo kwamba vina nyuzi, vile vyakula ambavyo viko na a lot of fiber, na hizi ni mboga za majani, na vile vyakula ambavyo vina wanga kutokamana na nafaka ambazo ni nzima ama zile whole grains na cereals. Kwa hivyo hivi ni vitu muhimu sana ambavyo mtu wa kisukari anafaa azingatie, lakini kabla afikie hapo muhimu azingatie ushauri wa daktari. Na turudi kwa mama mjamzito. Utapata mama mjamzito mwingine anafunga, mwingine hafungi. Je, hii inakaaje kiafya? Je, anaruhusiwa kufunga wakati wa wiki ngapi za ujauzito na labda haruhusiwi kufunga kabisa? Tufafanulie kidogo. Kumbuka ukiwa katika ile hali ya ujauzito, funga yako haikutegemei wewe peke yako. Na hata katika dini yetu hii ya Kiislamu imeturahisishia mambo na imetuwekea bayana kuwa wakati wewe ni mjamzito haujalazimishwa kufunga. Vile vile kama unanyonyesha hujalazimishwa kufunga. Wakati wewe ni mgonjwa hujalazimishwa kufunga, na pia kama wewe ni mtu mzima sana ama ni mtoto mdogo pia hujalazimishwa kufunga. Kwa hivyo kuna madhara ambayo kwamba pengine unaweza ukamwathiri kile kiumbe ambacho kwamba kinakuwa ndani yako, kwa sababu kwanza kabisa wakati unafunga unajikosesha nguvu, ama ile glucose levels zako lazima zitashuka. Pili, wakati unafunga na unafanya shughuli zingine pia unauchosha ule mwili kwa masaa marefu. Kwa hivyo utakuwa wewe afya yako tu hujaiweka hatarini, bali pia ile afya yule mtoto ambaye anakuwa anahitaji nguvu, anahitaji protini, anahitaji madini tofauti ili aweze kukua vizuri. Kwa hivyo wale ambao wanafunga kwa kujilazimisha, pia ni muhimu waje hospitali ili tuweze kuzungumza zaidi kuhusiana na hali yao ama kuhusiana na funga yao, kwa sababu pia mjamzito ama akifunga yuajiweka katika hatari ya kushukisha kiwango chake cha damu. Na tunajua wakati uko mjamzito kiwango cha damu kinahitajika kwa wingi sana wakati huo ambao kwamba uko mjamzito. Kwa hivyo haya ni masuala ambazo hawa ni watu ambao kwamba ni kikundi ambacho tutasema kiko special. So funga yao kwanza imekatazwa na dini, lakini iwapo atakuwa amelazimika kufunga, basi ni bora aje hospitali tuangalie hivi vigezo vingine, kiwango cha damu kiko vipi, na hali yake mwenyewe ya kiafya iko vipi. Na wakati basi atafunga pia angalie zile danger signs iwapo zitakuwa zinamtokezea. Kwa mfano kizunguzungu, kuchoka sana, basi itamlazimu yeye kufunga ile saumu yake. Naam. Tuzungumzie wakati wa daku, kwa sababu Ramadhani ama wakati wa saumu mtu anafaa kuwa na nguvu siku ifuatayo, na kwa sababu leo tunazingatia afya zaidi, labda mtu anafaa kuamka wakati gani, kula chakula kwa muda gani, kuhakikisha kwamba kesho anakuwa na afya bora ya kuweza kufunga na sio kula karibu masaa 3 usiku mmoja. Labda hili ukikizungumzia kwa kifupi.
Tuangalie mambo ya lishe kuwa inafaa kuwa lishe bora na si bora lishe. Na ndio maana tunahimiza sana wakati unakula uangalie the quality of food na si quantity of food. Yani uangalie ule sijui nitasemaje kwa lugha ya Kiswahili, ile quality, ubora wa kile chakula na si bora chakula, yani sio wingi wa chakula. Kwa hivyo tukiangalia hili swala hapa, tunaangalia ni vyakula gani, vyakula ambavyo vitatusaidia sisi kutusustain ama kutiweka kwa muda mrefu bila kusikia ile njaa nyingi na bila kupata yale machovu mengi na bila kupata ukosefu wa maji kwa muda mrefu. Kwa hivyo ni muhimu sana wakati tunapanga daku letu ama hata ile fungua yetu ama ile iftari yetu, tuangalie vyakula, tuzingatie vyakula hivi. Na hivi sana tumesema ni vyakula ambavyo vinatokamana na zile fiber rich foods, ambavyo ni vyakula kama mboga za majani ya kijani, alafu vyakula ambavyo viko na lot of carbohydrates ambazo ziko wholesome. Hivi unaweza kula kama ni nduma, viazi tamu. Je, wakati ule wa kula daku, je, muda, kwa sababu unapata mwingine asubuhi kumekucha yeye ndo analala, labda ametumia muda mrefu wakati wa kula daku. Kama mtaalam na vile vile mambo ya afya inakaaje? Mtu anafaa kujipa wakati mdogo zaidi wakati wa daku na sio kutumia muda mrefu usiku, kwa sababu usingizi unaathiri labda mfumo wa kawaida, labda usipokuwa umelala vizuri. Labda ukugusia hilo. Ule wakati wa daku pia tumekewa kulingana na dini yetu ni muda tu mchache. Kwa hivyo ni muhimu kwanza uwe na ratiba, kwa sababu tunapata huu muda ambao ni wakula ni kidogo na muda wa kufanya ibada ni mwingi, na muda huo bado unataka ujipange katika usingizi na mambo mengine. Kwa hivyo ni vizuri ukiwa na ratiba yako ya kuwa muda fulani nitaamka, nitaswali, nitamaliza kuswali, basi ule muda wa kula kiasi dakika 15, 20 pale unaamka masaa kidogo kabla pengine unataka kufanya zile ibada za usiku, unaamka mapema, unapata daku lako, unaingia kwenye ibada na basi unaingia kwenye swala lako alfajiri. Kwa hivyo ndio maana nikasisitiza kuwa tule the quality ya kile chakula ndio muhimu. Ukiweka chakula ambacho kina nyuzi kitakufanya wewe usikie kushiba kwa muda mrefu na umekula kwa kiasi kidogo. Kwa hivyo ile quality inakuwa ni nzuri kuliko the amount ambayo kwamba utakula. Suppose ya kuwa wewe utakaa na sahani nzima pengine ya sima na mchuzi peke yake. Pale hakuna mboga, hakuna matunda, na pengine labda hata huo mchuzi labda umeweka pengine ni wanyama na nyama yenye mafuta mengi. Unaona? So ni dhiki juu ya dhiki. Wakati utafunga ikifika saa 4 sukari yote imeisha mwilini, umeanza kusikia kisunzi, na pia unajua pia Fahima, wakati unakula daku haufai kula chakula kingi. Ibada zitakushinda, usingizi utakulemea, na pia itakufanya kidogo siku yako itakuwa a bit slow. Kwa hivyo ni muhimu kula kwa kiasi kidogo, chakula ambacho kitakuweka masaa marefu na kitakusaidia wewe kufanya wepesi wa ile funga yako. Na nafahamu kwamba afya bora pia inazingatia mazoezi. Je, mazoezi yana nafasi gani katika msimu huu wa mfungo, na je, mtu aliyefunga anafaa kufanya mazoezi na kwa wakati gani? Mazoezi ni muhimu, ama pia si jambo ambalo kwamba limelazimishwa, lakini mazoezi ni muhimu katika kuboresha afya yetu ya mwili. Kwa hivyo wakati wa hii funga ni bora zaidi uangalie masaa ambayo kwamba utakuwa hayajakuchokesha wewe ukiwa katika saumu yako. Na haya ni masaa pengine ile wakati umeshafuturu, masaa machache baada ya kufuturu, ama wakati jua limezama, ile jioni masaa kidogo kabla hujafuturu, na ile asubuhi sana kabla hujaanza funga yako. Mimi naonelea huo ndio muda ambao kwamba kidogo utakuwa mwepesi kwako, na pia hautafanya ile saumu yako kwa nzito. Kufanya mazoezi wakati wa siku ya kawaida ama mchana unaweza kufanya wewe ukazidi kushukisha kiwango chako cha sukari, na pia ikakufanya wewe ule uchovu kauzidisha, na pia vile vile ikakufanya wewe ukapata ile kama dehydration, kwa sababu sasa kuna joto jingi na kufanya mazoezi una sweat, unapoteza maji kwa wingi. Kwa hivyo fanya ile wakati jioni jua kidogo limepoa, ama ile asubuhi sana kabla jua halijachomoza. Tukimalizia na Arifa kwamba muda hauko nasi. Kuna wale ambao wanalalamika kwamba
wanaongeza uzito msimu huu wa Ramadhani na labda wanakula kidogo. Je, hii inakaaje kwa kifupi? Okay. So tunasema kuwa vyakula ambavyo kwamba vinaongeza uzito ni vyakula vya nguvu nyingi na pia vyakula ambavyo viko na simple carbohydrates. Hizi ni vile vyakula vyeupe vile tumesema, sima nyeupe, wali mweupe, spaghetti, vitu kama cakes, vitu ambavyo kwamba kama sukari ya kuongeza kwa juu. Hivi vyote ni vyakula vina sukari nyingi, vyakula vina nguvu nyingi. Kwa hivyo wakati tunafunga na tunapenda sana kula vyakula kama hivi, na vyakula pia ambavyo kwamba tumevisahau ni vya mafuta mengi. Tunajua wakati wa Ramadhani huu tunapenda makaimati yale. Tunapenda vyakula vya kama chapati hizi, mahamri, sijui kuku wa kukaanga. Hivyo vitu vyote vya mafuta mengi hivyo ndio vinatufanya sisi Ramadhani inaisha tukisimama kwenye mizani hatuoni mabadiliko. Wakati tunaona labda tulifunga masaa mengi bila kula, na wakati tunakula tunajipakia vyakula ambavyo vina nguvu, yes, lakini nguvu nyingi. Nguvu nyingi ikiwa mwilini inakuwa converted to sugars na inageuzwa inakuwa mafuta mwilini na inawekwa katika mwili yetu kama stored fat. Labda ujumbe wako wa mwisho kwa wakazi wa Pwani na vile ulimwengu mzima ni upi tukimalizia mada hii? Nataka kuambia wapenzi watazamaji ya kwamba Ramadhani ni mwezi wa discipline, ni mwezi wa ibada. Kwa hivyo lishe yetu pia ni kama pia ibada, kwa sababu inatusaidia sisi kuhifadhi ama kuboresha siha zetu ama afya zetu. Kwa hivyo wakati tunafunga tusiangalie tu bora lishe, lakini tuangalie lishe bora. Kwa hivyo ni muhimu sana tuzingatie mafunzo, tuzingatie uwiano wa vyakula, mpangilio wa vyakula, na tusilemelee sana vyakula ambavyo vina sukari nyingi na mafuta mengi, ambao kwamba ni desturi yetu sisi especially wa Pwani, na hatupendi sana kula mboga za majani. Kwa hivyo tukimalizia kipindi chetu, naomba tu wapenzi watazamaji waweze kuzingatia masuala haya, yawasaidie, kwa sababu sasa maradhi mengi yanaletwa kutokamana na vyakula tunavyovila, maradhi mengi yanaletwa kutokamana na jinsi tunavyoishi maisha yetu. Kwa hivyo iwache funga yetu iwe inatuboreshea afya yetu na si kutuletea dhiki baada ya funga zetu. Shukran sana Bi Mwanamkasi kwa kuweza kutupa muda wako. Mtazamaji, kila kilicho na mwanzo hakibali kuwa na mwisho, na hivi sasa tumefikia kikomo cha kipindi hiki kuhusiana na lishe bora msimu huu wa mfungo. Mimi nitasema tuweze kuzingatia mambo waliotuelezea kwa kina zaidi, tuweze kuzingatia afya bora katika lishe hii msimu huu wa Ramadhani, na tusiweze kupapia vyakula visivyofaa katika mwili yetu. Kumbuka, afya ni muhimu na hainunuliki. Mtazamaji, hivi sasa nitakuelekeza katika studio zetu za Nairobi kwa mwenzangu Rashid Mwamkondo akiwa katika Radio Taifa. Mtazamaji, labda nichukue fursa hii kuwatakia Waislamu wote Ramadhan Karim wa Som Makbul. Mimi nafahamika kama Fahima Ramadhan. Hadi wiki ijayo na kutakia utazamaji mwema. Kwa heri mtazamaji.